Mkuu wa Mkoa wa Geita Martin Shigela amemwagiza Mkuu wa Wilaya ya Geita Hashim Komba kuhakikisha vyakula vya asili vinaendelea kupatikana ndani ya Halmashauri ya Manispaa ya Geita, lengo likiwa ni kuendelea kuenzi tamaduni na mila za Kiafrika hasa katika upande wa vyakula. Agizo hilo amelitoa wakati akizindua tamasha la utamaduni na nyama choma katika viwanja vya EPZA vilivyopo katika kata ya Bomba Mbili, Halmashauri ya Manispaa ya Geita, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji maagizo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati akila kiapo Machi 2021, ikiwa ni katika kuthamini mchango wa mila na tamaduni za Mtanzania. Kwa upande wake, Mkuu wa Wilaya ya Geita Hashim Komba amempongeza Mkuu wa Mkoa wa Geita Martin Shigela kwa kuweka kipaumbele katika kuendelea kuimarisha mila na desturi za Mtanzania hasa katika suala la amani, huku akikiri kupokea maagizo yaliyotolewa katika uzinduzi huo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, moja ya dhamira yake tangu alipokuwa kiapo Machi 2021, alisisitiza masuala ya mila na desturi za Watanzania. Tunamshukuru sana. Wako watu walidhani kwamba jambo alilofanya Mheshimiwa Rais ni kuturudisha kwenye mjima. Wako watu walidhani kwamba kushiriki na kushirikiana na machifu ni kurudisha utawala wa machifu katika utawala wa taifa letu. Nataka niwahakikisheni, Mheshimiwa Rais anatambua mchango wa kila mtu katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Na ndio maana akasema machifu ni sehemu ya Tanzania. Kama aliweza kutukomboa kwenye uhuru, kwenye mabadiliko ya dunia ya sasa, wanao mchango mkubwa wa kushiriki katika taifa letu. Na ndio maana tukawa na sherehe kama za Bolabo, kila mara anakuja pale Mwanza. Ukienda kwa Songea kuna sherehe zinafanyika za machifu. Mheshimiwa Rais amekuwa akishiriki. Na sisi mila na desturi zetu hizi na uhakika mbele ya safari tutapata nafasi ya kualika viongozi wetu wakuu kuja kushuhudia mambo kama haya. Tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuona umuhimu wa kuboresha mila na desturi zetu, kwa kuendelea kujenga mazingira mazuri ya utulivu na amani ya taifa letu. Ndio maana tunafanya sherehe kama hizi, kwa sababu nchi yetu ina utulivu. Ninachotaka niwahakikishie, serikali ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuboresha mazingira ya Watanzania ili shughuli zetu hizo tunazozifanya kila mtu achangamkie fursa. Ukilala ni wewe, wenzako wanakuja hapa wanafanya biashara, wewe ni hata chochote cha kufanya. Sasa hiyo haiwezi kuwa la mkuu wa mkoa, wala haiwezi kuwa la diwani, wala la mbunge. Ni wewe kutokuona shughuli gani ufanye uweze kuchangamkia fursa zinazokuja katika hili eneo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameeleza hapa, tuna mpango wa kila mwisho wa mwezi kuwa na matamasha haya. Na haya matamasha, ukiacha shughuli hizi za biashara, watu kula, watu kunywa, lazima kuwa na shughuli za entertainment kama hizi. Leo tumefanya kwa siku 2. Mpango wao at least kila Jumamosi shughuli ifanyike ya kila mwisho wa mwezi. Sasa isije tu kila mtu anayekuja hapa lazima akakae kule. Wako wengine wenda wamekula na wenda zile zilizotengenezwa kule sio sehemu yao. Kwa lazima tutengeneze utaratibu wa kuja kufurahia hapa. Kwa hiyo lazima tufanye hivyo. Na mimi nielekeza Mheshimiwa DC, sisi heshima yetu ya usafiri vile vile ni basketi. Sasa Jumamosi hiyo ya ile wiki mfanye maandalizi. Angalau tukija hapa kwa angalau na mbio za basketi, watu wanaingia wanashindana. Tapeni tu mnapoweza kuanzia. Kama nataanzia Mpomvu na mnaandaa na zawadi, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5 mpaka wa mwisho. Na wanajisajili mapema.
na ndugu Vice President Shah ameniambia zamani kulikuwa na kitu kama hicho. Kwa hiyo mnakuja na baskeli, wanakuja hapa, watu wanakuwa wakati huo wanasubiria baskeli, huku wasanii wetu wanatumbuiza. Si tunaelewana? Wakifika hapa, wananchi wanakusanyika kufanyaje? Kuwashangilia. Kwa hiyo kama anaanza saa 9 au saa 10, saa 1 ameshaingia hapa mpaka saa 11 amemaliza, wasanii wanaendelea, nyama choma inaendelea, mila na desturi inaendelea, tutaweza kufanya mji wetu na mkoa wetu wa Geita kutangaza vizuri zaidi katika swala la utamaduni na utalii. Umetuachia maelekezo yafuatayo. Moja, umetuagiza tuhakikishe vile vyakula vya asili vinaanza kupatikana kwenye mji wetu. Nitakaa pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita, tutakutana na vile vikundi, mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, tutaviratibu vizuri ili tuwe tuna sehemu maalum ambavyo vinapatikana wakati wote. Hilo jambo tumelipokea na tutalifanyia kazi. Na ikiwezekana kupitia pia mfuko ule wa wawezeshaji wa wananchi kiuchumi, watawezeshwa kupitia halmashauri yetu ya manispaa ya Geita ili walau waweze kuwa na vyakula vya asili kwenye eneo letu kama ambavyo umetuachia maagizo. Jambo lingine ambalo umetuachia maagizo, mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, ni kufanya jambo hili liwe endelevu. Huo ni mtihani mkubwa umetupa, na kwa kweli kwa timu hii iliyoko hapa manispaa ya Geita tutaweza, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ninayo furaha kukuomba tu upate nafasi ya kututangazia tukio linalofuata litakuwa lini, la raha na furaha kwenye mji wetu wa Geita. Lakini hadi hivi sasa tumeshaanza utekelezaji. Tumewasiliana hapa na katibu wa mbunge wa jimbo hili la Geita mjini, amewasiliana na mheshimiwa mbunge Chacha Mwita Wambura. Tumekubaliana kwa tarehe ambayo utatuambia mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, wananchi wetu pia watapata nafasi ya kuja hapa kutafuna nyama bure bila kulipia hata shilingi. Ng'ombe 5 wameshatolewa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Geita mjini. Tumpigie makofi mengi sana na mheshimiwa mbunge wa Geita mjini. Kwa hiyo malengo ya tamasha hili ni pamoja na kuwakumbusha wananchi na wadau mbalimbali juu ya umuhimu wa kuendeleza mila, desturi, maadili na utamaduni mzuri ambao ulikuwepo katika jamii zetu tangu enzi na enzi. Hii inatokana na ukweli kuwa kadri maendeleo ya sayansi na teknolojia yanavyokuwa kwa kasi katika jamii zetu, ndivyo na utamaduni wa asili wa jamii zetu unavyozidi kupotea kwa kasi. Matokeo yake, jamii nyingi zinatoka kwenye misingi ya asili iliyosaidia kuzijenga jamii hizo na kujikuta zikipambana na madhara mbalimbali yakiwemo magonjwa yasiyotibika, lakini pia athari za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameshakuwa sasa jangwa la kidunia. Lengo la pili la tamasha hili ni kutengeneza fursa kwa ajili ya wananchi, wajasiriamali wadogo, wafanya biashara wakati na vikundi mbalimbali vya sanaa kuonesha kazi zao, kufanya biashara na kujiingizia kipato. Nyama choma imetumika kama kielelezo tu cha fursa kadha wa kadha zilizoibuliwa wakati wa tamasha hili, lakini ni kweli usiopingika kuwa hata nyama choma hasa inakolezwa ladha zaidi inaposindikizwa na kinywaji na chakula hasa kilichoandaliwa kwa vionjo vya kiasili. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Amina Dayo kutokea halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence.